Uislamu inakuletea mwangaza wa dini yako. Umeyazungumzia kuhusiana na elimu ya mabinti, ni vipi ambavyo wanajikita kwenye elimu na kuweza kufuatilia elimu zao, jambo ambalo katika jamii yetu ya Kiislamu bado linatupiga chenga. Hili nyinyi kama mashangazi mnaliangalia kwa jicho lipi inshallah kwa mwaka wa Mwenyezi Mungu kuhusiana na elimu zote mbili, kwa elimu ya dini na kwa elimu hii ya kidunia, ili tuweze kuwapata kina mama ambao wamejikita vyema, kwa sababu hauwezi kuwa mama bora kama hauna elimu. Watoto watahitaji kufunzwa, watoto watahitaji kuelekezwa, na maelekezo mazuri ni yale maelekezo ambayo yanaambatana na elimu. Hili mnalifanyia fikra gani inshallah? Naam, hili ni kipaumbele katika yale tunayapendelea katika jamii, kwa sababu tunamtaka mama mwenye elimu, mama mwenye anaweza kujua kile kizazi kitakachokuwa nyuma yake atakifuatilia vipi. Changamoto haziwezi kukosa katika Uislamu, kwa sababu hilo tunajua kwamba ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila kitu lazima kiwe na uzito. Lakini na ndio maana akapatikana mwalimu wa kuweza kufunza, ili watu waweze kujua kwamba kuna yale unatakikana mpaka uyafunzwe ili uweze kuyajua. Na ndio maana tumekuwa mbele kama wazazi, ili tuweze kuona kama tutafuatilia majukumu yetu, kwa sababu tunajua tutakuwa masuhulia kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana watoto tunawafuatilia kwa ukaribu, tukitaka tukifanya wito kwenye wazazi wamebaki manyumbani, watusaidie na wenyewe watoto wanapokuwa wamerudi manyumbani wawafuatilie. Leo kuna vitu vingi vinaweza kusababisha watoto wasiweze kufuata mafunzo mazuri, kama hizi televisheni ziko ndani ya manyumba. Sasa televisheni hazina kazi, mtoto hata simu anaweza kufanya mambo yenye yanaweza kuwa ni mabaya sana katika jamii. Kwa hivyo tunawaomba wazazi wasimame imara, waweze kumaliza hii changamoto iliyoko katika mafamilia mengi. Ni kazi kubwa ambayo mnafanya kama wanashangazi, ni kazi kubwa ambayo mnafanya kwa mabinti, ni kazi kubwa ambayo inaonekana katika jamii. Kitu gani ambacho unakiomba katika jamii, hususan jamii ya kina mama, ili waweze kuunga mkono jambo hili, kutatua mizozo yote ambayo inapatikana kwa mabinti zetu, inshallah tupate kina mama bora wa kesho? Changamoto ni ile tu basi, unakutana wazazi wengi wamekuwa wanafuga sio kulea. Kwa hivyo tulikuwa tunapendelea wazazi waache huyu mfumo wa kumlisha mtoto na kumvisha tunakujua amelala na ameamka. Wajua kwamba kuna makubwa zaidi wanatakikana kufuatilia mtoto. Malezi ni kitu muhimu katika jamii. Malezi ndio tutapata viongozi watakayejua jamii inahitajia kitu gani na inatakikana kuokoa vipi jamii, raia. Ndio maana tunapendelea kwamba wazazi wasimame. Alafu si wanawake tu, na vijana tunawaomba mashehe, tunapiga kelele kwa mashehe wasimamishe harakati za kuweza kutia vijana na nafasi nzuri katika Uislamu, waweze kujua kwamba na hawa ndio wanaweza kuwa wametusaidia sana. Na baba kweli apatikane baba atakayekuwa ni kiongozi msimamizi mzuri mwenye kujua majukumu yao. Kama wakina mama wametupa majukumu kwa sababu kina baba hawajui tena majukumu yao, wameika pembeni ya majukumu yao. Mama amechukua majukumu ya kujua nyumba inatikana kusimama vipi, amechukua majukumu ya malezi ya watoto. Sasa imekuwa sasa ni vurugu. Ndio maana unakitizama jamii ya leo tuna hofu, na ndio maana tumesimama kidete kama mashangazi tuweze kutizama basi na nafasi moja tuweze kuishikilia. Lakini tuwaombe mashehe, mafunzo mengi misikitini, mafunzo mengi katika harakati nyingi, yawe ni mafunzo ya kuweza kuwaelekeza watu katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wetu Muhammad. Wana wazazi, wana mama, wana baba. Mnazungumzia kwanza mama. Je, mmefikiria jambo lolote kuhusu kufanya jambo kwa kongamano la kina mama? Kuna wao waelekezwe jambo kwa kupata kitabu cha page 3, 4, 5 kumwonyesha mama maisha ya kulea mtoto kuanzia tumboni anakusha kuwa hivi hadi hivi na hivi, kwa sababu hii kazi kubwa ambayo mnaifanya leo, mtoto akirudi nyumbani akamkuta mzazi wake tabia ni ile ile ambayo iko nayo mwanzo, inakuwa ngumu mtoto kubadilika. Kuna fikra yote mnaifanya kuhusu wazazi? Katika program za Afemibu ni kwamba harakati ya kukusanya kina mama iko njiani. Harakati ya kukusanya kina mama japokuwa ilikutwa, na ndio maana unamuona aliyoko mkono wangu wa kulia ni Amirati, ni katika kitengo cha da'wa ili kuweza kukusanya kina mama. Aliyoko kushotoni kwangu ni Amirati wa kuweza kulinda wasichana. Kwa hivyo
Sisi hiki kitengo cha kukusanya wakina mama kiko katika program za FEMIBU, na karibuni tunaanza na harakati sasa za kujua wanawake vipi mmesimama katika malezi ya watoto. Hilo lipo kabisa, tuko nalo sambamba. Siku za karibuni tutakuwa tumekusanya kina mama wazazi wa hao watoto, ili tuende sambamba, ndio tunaweza kufaulu katika hii hali. Tulikutoleeni shukurani tuna nyinyi kunako kupeperusha habari, ili tuweze kukutana kama nchi yetu yote wanaweza kufahamu ni lipi limesimama kwa hivi sasa. Allah akulipeni vijana wetu katika harakati hizi za kusambaza habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.